Mzee, shikamoo. Marahaba, jambo. Mimi si jambo bwana. Kuna jambo ambalo tunataka tujue, kwa nini sasa hivi mashineni hawataki kupokea maroba ya ujazo wa debe 10 hadi 12. Kwa nini? Unaweza kutambia ni mpango gani umefanyika mpaka wananchi wamekubaliana na hili swala? Sababu kubwa ni kwamba hii miroba mikubwa hiyo ni rumbesa kwanza, sio gunia. Nitakufahamu hilo. Jambo la pili ni kwamba vipimo ni debe 7 za mpunga. Halafu imeonekana kwamba vijana wengi wanakufa kwa kubeba mizigo iliyowazidi umri. Ukiangalia wewe una kilo 60 au 59, unabeba gunia la kilo 180. Tafsiri yake unajiua. Na kwa sababu natafuta pesa, mtu yupo tayari kuharibu afya yake kwa sababu anatafuta nini? Fedha. Sawa, lakini jambo la msingi kabisa hapo ni kwamba watu wanakufa kwa sababu ya kubeba maroba makubwa. Kwa hiyo hayafai. Okay. Saa ni utaratibu ambao wamelalamika wafanyakazi wenyewe au serikali yenyewe ndio imeonelea hivi? Serikali ndio iliyoleta taarifa hiyo kwamba tupokee maroba ya debe 7. Kuna agizo toka kwa mkurugenzi. Na je, kwa upande wa wakulima au walimaji walilipokeaje hilo swala? Kwa upande wa wakulima wamelipokea, ndio maana utakuja kuona kuna viroba vinabadilishwa kama unavyoona viroba vya debe 7 vipo, kwa wamelipokea kwa uzuri tu kuhusiana na hilo. Na sheria gani ambayo imewekwa mahususi kwamba kwa mtu ambaye atavunja sheria au ataonekana akileta viroba vyenye ujazo zaidi na utaratibu, kuna sheria gani au mamlaka itachukua jukumu gani stahiki kwa mtu huyo? Sheria ipo kwamba tuliagizwa kwamba watakuja kuleta sheria nini kitakachofanyika juu ya mtu atakayekuwa amevunja utaratibu, ambaye ataweka zaidi ya debe 7, sawa, au zaidi ya kilo 105 za mpunga. Nafikiri niishi hapo. Sisi tunashukuru sana. Asante sana. Barikiwa sana kijana. Barikiwa.